Mtazamaji wa Mtanzania Digital, tayari shughuli nzima ya kumhifadhi mpendwa wetu Dr. Reginald Mengi katika nyumba yake ya milele hapa nyumbani kwake Machame imekamilika. Watu mbalimbali wamejitokeza kuja kutoa heshima zao za mwisho na kumuaga, na mmoja kati ya watu ambao wamekuja kumuaga ni pamoja na Joseph Kusaga ambaye ni mdau wa habari, mmoja wa wamiliki wa vyombo vya habari hapa Tanzania. Pole kwanza kwa msiba. Nashukuru sana. Okay, kipindi cha uhai wake Dr. Reginald Mengi alikuwa, kabla hajaaga dunia, alikuwa ni mwenyekiti wa MOAT, wa wamiliki wa vyombo vya habari Tanzania. Unazungumzia mchango wake vipi katika swala zima la habari, tasnia nzima ya habari? Mimi kwanza nianze kusema yeye ndio alichonga barabara. Yaani saizi magari yanapita baada ya yeye kuchonga hiyo barabara. Yeye ndio alianza kuwa mmiliki wa vyombo binafsi wa kwanza. Kwa hiyo alivyokuwa mwenyekiti wangu, mimi nimepata bahati ya kuwa naye kwa muda mrefu sana, kwa zaidi ya miaka 15-20, yeye akiwa mwenyekiti wa MOAT, na nimejifunza mengi sana kutoka kwake yeye, hasa kwenye kuthubutu na kuongozi, kwa sababu kweli uongozi wangu mimi kwa kiasi kikubwa nimepata nafasi sana ya kujifunza mengi kutoka kwake. Okay. Ni kitu gani hasa ambacho hauwezi kukisahau katika kujuana kwako na Dr. Reginald Mengi? Ni mtu ambaye alikuwa jasiri wa maamuzi sana, na ujasiri wake uliweza kutufikisha sisi tulipofika. Ni mtu ambaye alikuwa anatetea sana uhuru wa vyombo vya habari. Kwa hiyo sisi kama umoja wa wamiliki wa vyombo vya habari tumepoteza mtu mmoja wa maana sana ambaye alituongoza, kiukweli ametuongoza vizuri sana. Nyinyi kama wamiliki wa vyombo vya habari, Dr. Reginald Mengi wakati wa wake alikuwa anafanya mambo mengi sana makubwa katika jamii, kusaidia jamii. Mmepanga kufanya nini ili kumuenzi maisha ya Dr. Reginald Mengi? I think tuna vikao baada hapa, nafikiri ni mapema mno kuzungumza sasa, kwa sababu hili tukio limetokea ghafla na lilikuwa ni ghafla sana. Unajua, ingekuwa labda mtu anaugua sana, ingekuwa rahisi kuanza kujipanga. Lakini nikizungumza sasa kama tumeshapanga kitu, itakuwa sio kweli, kwa sababu ndio tunarudi sasa. Tukirudi sasa ndio tuwe na kikao kamili kabisa cha wamiliki wa vyombo vya habari kuzungumzia mengi zaidi. Neno lote la mwisho la kuongeza? Lazima Tanzania tupendane actually, kiukweli kabisa. Sisi zile mambo ya watu kuchukiana, yeye alikuwa against kabisa hiyo kitu. Yaani ni mtu ambaye alikuwa anataka watu wapendane, wafanye biashara, wapambane na biashara. Kwanza kitu cha kwanza ambacho kwa kuwa ukaribu naye kwa muda mrefu, Mr. Mengi ni mtu wa watu, ni mzalendo na ni mchapakazi. Kwenye tasnia yetu alikuwa ni kiongozi wetu. Just imagine kwenye MOAT Media Owners amekuwa ni kiongozi tangu tuanzishe, na mimi nilikuwa miongoni mwa waanzilishi wa MOAT, na wengine nilikuwa kwenye ile executive council. Okay. Ambao mpaka leo hii. Ni kitu gani ambacho hauwezi kukisahau kutoka kwa Dr. Reginald Mengi? Jinsi kama alivyoandika tu kitabu chake, jinsi akizamiria kitu lazima mnahakikisha kwamba mmefanikisha. Yaani ni mpiganaji kwa kweli, na kwamba na kitu mkianza kufanya nacho, yaani kushughulikia, ni mpaka aone mwisho wake unafika wapi, na anafuatilia kwa karibu kabisa. Kwa hiyo ni mchapakazi. Kitu cha kwanza ambacho namheshimu ni mchapakazi, na msione hivi ni mtu ambaye akizamiria jambo ni lazima afike apate majibu yake. Ni kwamba ni pengo kubwa sana ambalo ametuachia, na kwa itabidi tujipange upya, tujue jinsi gani ya kuanza na tuanzie wapi. Ni kama train, kichwa chake kimeondoka, sasa tumebaki mabehewa. Tusipokuwa makini tukabaki kwenye reli, tutajikuta kila mmoja anadumbukia kivyake. Kwa hiyo baada ya Dr. Reginald Mengi kuondoka, mpango gani mmeweka ili kuendelea kufanya vile ambavyo alikuwa anafanya kipindi cha uhai wake? Ndio hicho ambacho tunasema tutakuwa tujipange. Mimi nilikuwa kama kaimu wake kwenye mambo ya MOAT, na tutaitisha mkutano very soon tuweze kuangalia vitu gani tuweze kumwenzi kama alivyokuwa anatuongoza hapo awali. Majezo, Dr. Reginald Mengi alikuwa ni mwenyekiti wa wamiliki wa vyombo vya habari Tanzania. Sasa hivi ameondoka. Ni pengo gani ambalo ameliacha katika tasnia ya habari? Ameacha pengo, kama alivyosema, ni mwenyekiti wa wamiliki wa vyombo vya habari. Kwa kifupi, tumeondokewa na mwenyekiti wa vyombo vya habari. Hilo ni pengo tayari, na mwenyekiti wake haukuja kwa sababu ni kama cheo. Ilitokana na matendo yake, busara zake, heshima yake, uzoefu wake kwenye media, na hata connections zake alizokuwa nazo ndio zilipelekea akapewa nafasi ya kuwa mwenyekiti. Kwa hiyo ni pengo ambalo
kama wamiliki vyombo vya habari litatumiza, na hata kama akitokea mwenyekiti mwingine anaweza asiwe kama Reginald Mengi. Wewe ulipata fursa ya kufanya kazi na Dr. Reginald Mengi wakati wa uhai wake. Ni kitu gani ambacho hauwezi kukisahau kutoka kwake? Msikivu. Anasikiza watu wote. Haijalishi ni kijana, mtu mzima, maskini, tajiri, yeye anasikiliza. Ananiambia ukisikiliza sana watu unajua vitu vingi. Kwa hiyo hamna hasara kusikiliza watu. Kwa hiyo kwa kusikiliza watu ilikuwa ni lesson, anajifunza. Yes. Kama unakumbuka, sio kama ulikuwepo. Unajua kwa Fujo DJs. Kwa heshima na taadhima naomba kwa mdogo. Ulikuwa ni muunganiko wa DJ Tanzania. Mimi ndo nilianzisha. Media nyingi hakuelewa, lakini Mzee Mengi alielewa na akatupa nafasi ya kutumia chombo chake kupromote kwa Fujo DJs. Ni kitu cha ajabu, hata mimi sikuamini kwa sababu alikuwa ni mtu mzima, alafu mambo ya kijana, lakini alielewa akasema sawa, do it. Okay. That's Mengi. Nataka nikuulize swali moja la mwisho. Alikuwa anawasaidia sana watu kipindi cha uhai wake, alikuwa anasaidia jamii. Nyinyi kama wamiliki wa vyombo vya habari MOAT, mna plan ya kufanya kitu gani katika ili kumuenzi Dr. Reginald Mengi? Kwa sababu mambo mengi alikuwa anayafanya ya busara na yenye tija kwa taifa na Watanzania, na uhakika tutaendeleza. Yes. Hakuna ubaya kumuenzi mwenyekiti. Hakuna ubaya kumwenzi mwanzilishi wa sekta ya media binafsi Tanzania. Kwa hiyo mimi na uhakika tukikaa kama wamiliki wote tutafikia mwafaka, tutamwenzi.